Mwezi huu, mwezi wa 12, tuko kwenye maombi ya shukrani, lakini pia ajenda ya pili tupo kwenye maombi ya toba, kwa sababu kwa namna moja au nyingine yamkini tumekwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Tumeona jinsi ambavyo ni rahisi sana kudhani unatembea kwenye mapenzi ya Mungu, kumbe umeshatoka kwenye mapenzi ya Mungu. Ule mfano wa Yesu kwenda kwa Lazaro. Ni rahisi sana kudhani unafanya kazi ya Mungu, kumbe umeshakwenda kwenye mapenzi yako. Tumeona jinsi ambavyo Yesu alitamani kwenda kumponya Lazaro rafiki yake, lakini kumbe mpango wa Mungu, mapenzi ya Mungu hayakuwa yeye kuponya, yalikuwa kufufua. Kufufua kuna utukufu kuliko kuponya. Kwa hiyo, kwa kuwa Yesu alikuwa mtii, manake alikuwa siku zote anauliza ratiba, anauliza mpango, anauliza namna ya kufanya anachotakiwa kufanya. Roho Mtakatifu alikuwa anamuongoza. Nia yake ilikuwa kuitikia ule mwaliko wa kwenda kumponya rafiki yake, lakini ratiba ya Mungu ilikuwa tofauti. Wafilipi sura ya 2, akawa mtii hata mauti, mauti ya msalaba. Wote mnajua kwamba kwenye Mathayo 26 maandiko yanatuonyesha jinsi ambavyo Yesu alishindwa kwenda msalabani, na alishasali mara 3 asiende msalabani, lakini bado alikubali kwenda msalabani hata kama sio mapenzi ya moyo wake, kwa sababu hapa duniani hakuja kufanya mapenzi yake, bali mapenzi ya Baba aliyempeleka. Tuliona hiyo kwenye Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 19, kwamba mwana hafanyi neno lolote isipokuwa lile ambalo anamwona Baba anafanya, kwa sababu mwana hakuja kufanya mapenzi yake duniani, bali mapenzi ya Baba aliyempeleka. Hicho ndicho tunachojifunza hapa, kwamba hata mimi na wewe tumekuja duniani, tumeletwa na Mungu duniani ili kulitimiza kusudi lake fulani. Karama yako, huduma yako, kipawa chako, uwezo wako uliokupa biashara, uliokupa ajira labda, au masomo unayoendelea nayo, au huduma unayofanya, shughuli yoyote ile unayofanya duniani ambayo inakufanya unastawi, watu wanakuhitaji, hiyo huduma au hiyo kazi au hiyo biashara au hiyo ajira ndio utumishi wako utakao utolea hesabu. Sasa tunaambiwa kwenye Wafilipi tuwe na nia hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya Kristo, ya kuwa watii kwa Mungu aliyetupeleka duniani. Kiwango chetu cha baraka, ushindi na mafanikio kinategemea sana kiwango chetu cha utii, kiwango chetu cha usikivu na kiwango chetu cha utii, ili kutembea katika mapenzi ya Mungu. Ile Matendo 17 inasema Mungu ametuleta duniani ili tumtafute. Kwa hiyo tumekuja duniani kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa nataka nikupe mfano wa pili ili uweze kuelewa jinsi ambavyo Mungu anatutaka tuwe wasikivu kwake na tuwe watii, ili tuweze kufanikiwa na ili tuweze kustawi, lakini ili yeye Mungu apate kutukuzwa, sio sisi tukapate kutukuzwa. Lengo ni utukufu wa Mungu. Ukijua hilo, utaacha kabisa kupambana na Roho wa Mungu. Utakuwa msikivu kwa Roho Mtakatifu ili uweze kuwa mtii kwa Roho Mtakatifu, uweze kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Kama vile Yesu hakujisikia kwenda msalabani, tayari mwili wake ulishagoma, ulishashindwa kwenda msalabani, Mathayo sura 26. Lakini bado tunamwona Yesu anasali na kusema sio mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. Mimi nimeshauri, mimi nimeomba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, tubadilishe mpango. Mungu akasema hapana, kama tulivyokubaliana tangu mwanzo unaendelea. Malaika teremka, mtie nguvu, asiache kwenda msalabani, atiwe nguvu kwenda msalabani. Alikuwa mtii hata mauti, mauti ya msalaba, kifo cha aibu, na baadaye Mungu akamheshimu, Mungu akamwadhimisha, Mungu akamtukuza, Mungu akamkirimia Yesu jina
kuu lipitalo majina yote. Tunajua kwenye Mathayo sura ya 1 alipewa jina la Yesu, jina la kuwaokoa wanadamu. Lakini alipofufuka tunaambiwa tena alipewa jina lipitalo majina yote. Kuna jina la Yesu Kristo kabla ya msalaba na kuna jina la Yesu Kristo baada ya msalaba. Na wewe hivyo hivyo, ukiwa mtii kwa Roho wa Mungu, ukiwa mtii kwa sauti ya Mungu, kuyafanya mapenzi ya Mungu duniani, utatukuzwa, utakirimiwa jina, utapewa mamlaka, utapewa uweza, utapewa nguvu, utapewa faida, utapewa baraka, utapewa ushindi, utapewa mafanikio, utapewa amani ipitayo akili zote, kwa sababu umetii kufanya mapenzi ya Mungu. Hata kwenye Yohana sura ya 2, Yesu anaombwa na mama yake, saidia, harusi hii inakwenda kuaibika, foleni ya chakula bado ndefu, lakini kinywaji kimekata, tunafanyaje? Akasema, mama, na mimi nikusaidieje? Saa yangu bado. Alitembea kwenye mapenzi ya Mungu, kuangalia majira, kuangalia wakati, kwa sababu majira na nyakati ambazo Mungu ametuwekea duniani ndizo zinazo govern maisha yetu, ndizo zinazotuongoza, ndizo zinazotutawala. Tufanye nini kwenye majira hayo na kwenye wakati huo? Hata ile Mambo ya Nyakati ya Kwanza 12 ule mstari wa 32 inasema, katika Israeli walikuwepo wana wa Isakari, watu waliokuwa na akili ya kusoma majira na nyakati na kujua mambo ambayo yawapasa Israel kutenda kwenye majira yale. Na sisi Mungu atuongoze hivyo. Roho Mtakatifu aliyewaongoza wana wa Isakari yuko na sisi, anataka atuongoze hivyo hivyo, na sisi tupate karama ya kujua, uwezo wa kusoma majira na nyakati, ili pia tujue yatupasayo kutenda kwa wakati huo. Swala la muda, swala la majira, swala la nyakati ni swala la kiroho sana, ni swala la kiroho sana. Kwa ni lazima ujue kusoma majira na nyakati. Huu ni mwezi wa 12, huu ni mwezi wa 12, lazima ujue ya kupasayo kufanya kwenye mwezi wa 12. Ni mwezi wa mwisho katika msimu wa mwaka huu, tunajiandaa kwenda kwenye msimu mpya. Yapo mambo yatupasayo kufanya kwenye msimu huu. La kwanza kabisa ni maombi. Kuna maombi ya shukrani, kuna maombi ya toba, na tutaangalia na mambo mengine ya kufanya kama vile tathmini. Hilo ni jambo jingine. Mikakati mipya, hilo ni jambo jingine. Maombi ya kinabii au maombi ya kutabiri, nitakufundisha, nitakuelekeza. Ndio, na wewe ndio, sio lazima uwe nabii kutabiri. Maadamu una Roho Mtakatifu ambaye ni roho wa unabii, lazima ujue kutabiri kwa ajili ya yajayo. Utendaji kazi wa mkono wa Mungu unategemea sana utabiri utakao utoa wewe kwa ajili ya maisha yako, au kwa ajili ya jamii yako, au kwa ajili ya nchi yako, au kwa ajili ya familia na ukoo, au kwa ajili ya shughuli na biashara unazofanya. Nitakufundisha namna unavyotakiwa kufanya kutabiri, ili Mungu aweze kutenda aliyoyakusudia kutenda duniani. Ndio utajua kwamba wewe ni mtendakazi pamoja na Mungu, na utendaji kazi wa mkono wa Mungu unategemea sana wewe unasema nini. Nitakufundisha polepole mambo ya kupasayo kufanya katika msimu wa mwisho au kipindi cha mwisho cha msimu. Kwa hiyo katika mwezi huu wa 12, katika kipindi hiki cha mwisho cha msimu, jambo mojawapo la kufanya ambalo tunaendelea nalo sasa, tuko kwenye jambo la kwanza B. La kwanza A tumesema ni shukrani. La kwanza B ni toba. Katika utekelezaji wetu wa kazi, huduma, vipawa, karama, wajibu,
Yamkini tumekwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu, hatukujua. Kwenye macho yetu tuliona ni sahihi, kwa nje tuliona ni sahihi, maamuzi yetu tuliyofanya tuliona ni sahihi, na matokeo tuliona ni sahihi. Lakini nimeshakwambia kwenye kipindi cha 11A, nimekwambia kwamba matokeo sio ishara pekee kwamba upo kwenye mapenzi ya Mungu. Mathayo sura ya 7, Yesu katuonyesha kwamba kuna watu walipata matokeo makubwa tu katika utumishi wao, katika utendaji wao. Walitoa unabii na unabii ulitimia, na watu wakasema hakika huyu ni mtumishi wa Bwana. Walifurumua mapepo na mapepo yalitoka, na watu wakasema hakika huyu ni mjoli wa Bwana. Walitenda miujiza mingi kwa jina la Bwana, na bado Yesu akawaambia, ondokeni kwangu, sikuwajua ninyi mtendao maovu. Yaani kuto kutafuta uso wa Mungu ili utekeleze kazi ya Mungu au wajibu uliopewa kwa staili ya Mungu, sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ni uovu pia. Uovu sio zinaa tu, uovu sio ulevi tu, uovu sio ushirikina tu, uovu sio ujambazi tu, uovu sio matusi tu. Hapana, hata kuto kufanya ulichotakiwa kufanya ni uovu. Kuna dhambi za kutenda, the sins of commission, na kuna dhambi za kuto kutenda, the sins of omission. Haukuuliza ukaenda kukurukakara kumponya Lazaro kwa sababu wewe una karama, Roho wa Bwana Mungu yuko juu yako, amekupa uwezo kwa fungua waliofungwa, na Lazaro akapona, na watu wakamtukuza Mungu na kumshangilia, kanisa likaongezeka, sadaka ziliongezeka, na kadhalika. Ukapata sifa nyingi na mialiko ya kutosha. Lakini uliporudi ofisini ulikuta Mungu hajafurahi. Unamuuliza, baba vipi? Anakuambia, kwenye jambo hili nilitaka utukufu mkubwa kuliko uliosababisha. Umeisha kumponya Lazaro, mimi nitaka kumfufua Lazaro. Mzee, sikujua. Kwa nini ukuuliza? Umekuja duniani kufanya mambo yako, eti kwa sababu una karama ulienda tu. Ndiyo, karama imefanya kazi, lakini nje ya mapenzi yangu. Eti kwa sababu una mialiko ulienda tu. Sawa, watu walijaa, ndiyo, lakini nje ya mapenzi yangu. Ndiyo, watu walibadilika, ndiyo, lakini mimi nilitaka utukufu mkubwa zaidi. Mimi nilitaka utukufu mkubwa zaidi kwa kufufua, sio kwa kuponya. Inawezekana ni biashara, inawezekana ni masomo. Ile kwamba unafaulu vizuri haimaanishi uko kwenye mapenzi ya Mungu. Kwenye biashara, ile kwamba unauza sana na kufanya faida na umefungua na branch za kutosha, hiyo haimaanishi kwamba uko kwenye mapenzi ya Mungu. Inawezekana kwenye huduma za kiroho, matokeo ni makubwa, mwitikio ni mkubwa, utoaji ni mkubwa, bado haimaanishi kwamba uko kwenye mapenzi ya Mungu. Je, jambo hilo limefanyika kwa staili ambayo Mungu alitaka? Inawezekana kwenye ajira, umeendelea kupanda lada umeendelea kuongezeka, unang'aa, CV inanenepa, inapendeza, lakini unaweza pia ukawa unaendelea kwenye cause ambayo it is out of the will of God. Unaendelea kwenye njia ambayo sio mapenzi ya Mungu. Mtumishi wa Mungu Mwalimu Christopher Mwakasege anasema, nilikuwa nimealikwa Umoja wa Mataifa, lakini wakati huo huo nilikuwa na ratiba ya kwenda kwenye huduma yangu Kilombero. Nikauliza kwa Bwana, mbona hii barua ya Umoja wa Mataifa imekuja wakati tayari tuna ratiba ya Kilombero kwenye tarehe hizi? Na hiyo ni miezi ya kutosha kabla. Inawezekana Kilombero ilikuwa, natoa mfano tu maana sikumbuki, labda ilikuwa ni mwezi wa 7 au mwezi wa 6. Mungu akamwambia, hauendi Marekani, Umoja wa Mataifa, unaenda Kilombero kama tulivyopanga. Aliuliza kwanza. Nilipokutana na mwalimu nikamwambia, mwalimu, kwa kweli pale umenishinda. Ninavyojijua mimi
hata kuuliza labda nisingeuliza. Ningejua tu ni mapenzi yako, ningewaambia watu wa Kilombero, Kilombero tumesogeza mbele. Bwana amenipa kazi nyingine, kwenda kuongea na wafalme wa dunia. Lakini mtumishi wa Mungu alijua kuuliza kabla. Alipewa mwaliko wa kwenda kufanya kazi Ujerumani na pesa nyingi nzuri, yeye na familia yake yote. Akapiga magoti akauliza. Mungu akamwambia, hapana, wewe ni wa Tanzania, wewe Ujerumani usiitikie. Aliuliza. Wewe unapopewa mialiko, unapopata promotion, unapopata kazi, unapopata mwaliko, unapopata tenda, unapopata fursa ya kupanuka, ya kupanda ngazi, ya kwenda kuhudhuria, ya kwenda kushiriki, ya kwenda kufanya kazi sehemu nyingine na kadhalika, huwa unauliza ili uweze kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Sasa utanielewa kwa nini kipengele cha toba ni cha muhimu sana, na sio tu wakati wa kumaliza msimu. Utazoea kufanya maombi ya toba, maana utaacha kujiamini kabisa kwamba hili nililifanya sahihi, labda sikulifanya sahihi. Inawezekana nimepata matokeo mazuri, inawezekana nimestawi, lakini yamkini Mungu hajanifurahia. Ngoja nikupe mfano huu wa leo, ndio utanielewa zaidi. Mfano huu nikiuambatanisha na ule mfano wa Yesu, utanielewa zaidi jinsi ambavyo hatutakiwi kujiamini kabisa. Kila siku tunatakiwa kujitakasa. Yamkini kwenye kufikiri kwetu, kwenye kutazama kwetu, kwenye kuamua kwetu, kwenye kutenda kwetu, kwenye kuongea kwetu, yamkini hatukuufurahisha moyo wa Mungu, hata kama huku nyuma tumepata masifa mengi, hata kama huku nyuma tumepata matokeo makubwa, hata kama huku nyuma tumefaulu sana huo mtihani, hata kama huku nyuma tumepanda cheo kabisa, hata kama huku nyuma tumefanya faida kubwa, unatakiwa kurudi kucheki Roho Mtakatifu anasemaje kwenye ripoti hiyo. Roho Mtakatifu anasemaje? Hiyo itakufanya urudi magotini, hiyo itakufanya urudi kwenye toba mara kwa mara, ili usije ukawa tayari umekata ushirika na Mungu bila kujijua. Umeanza kwenda kivyako vyako sasa. Samsoni hakujua kwamba Mungu amemwacha mpaka alipogundua hana nguvu tena. Upako unaondokaga bila kuaga eti. Kwa hiyo huwezi jua umeshatoka nje ya mstari kiasi gani, huwezi jua umeshaachwa kiasi gani. Kwa hiyo ili tudumishe ushirika na Roho Mtakatifu, ili tudumishe ushirika na Roho Mtakatifu na tuzuie mashambulizi ya yule adui na mashtaka yule adui, ni lazima kila mara turudi kwenye maombi ya toba. Ndio umuhimu wa maombi ya toba. Yanakurudishia ushirika, yanakurudishia network kama ilikuwa imekata, kwa sababu ulitoka nje ya mapenzi ya Mungu bila kujijua, ukawatii watu au ukatii moyo wako. Kumbuka Biblia inasema moyo wa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Huu moyo huu ndio uliotengeneza hadi shetani. Kuna wakati dunia haikuwa na shetani, malaika wote walikuwa watakatifu, lakini kuna malaika mmoja, kwa sababu ya moyo wake, Biblia inasema akatukuka na uovu kaingia kwenye moyo wake. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Usijiamini ndugu yangu kwenye maamuzi uliofanya, usijiamini kabisa. Jifunze kujitakasa, jifunze kufanya maombi ya toba mara kwa mara. Na mwezi huu wa 12 ni mwezi wa toba, ni mwezi wa shukrani, lakini ni mwezi wa toba pia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa angalia mfano huu wa pili. Mfano huu ni mfano wa Musa, mtumishi wa Mungu aliyetembea na nguvu za Mungu za ajabu, aliyekuwa nakaa katika utukufu wa Mungu kwa siku nyingi, akitoka ngozi ya sura yake imebadilika, inang'aa, lakini alifanya makosa.
katika kutekeleza wito, huduma, karama, wajibu wake duniani kwa watu wa Mungu. Alikosea. Huyu ni mtumishi wa Mungu anayelala kwenye utukufu wa Mungu siku 40, akitoka pale ngozi ya uso inang'aa, na bado alifanya makosa kwenye utekelezaji wa huduma yake duniani. Itakuwa mimi na wewe. Usijiamini. Jifunze kutembea katika toba kila wakati. Yamkini umetoka nje ya mapenzi ya Mungu bila kujua. Sasa angalia habari ya Musa. Nimeweka mistari miwili hapo ubaoni. Nimeweka mistari miwili ili uweze kuona kilichomponza. Tuanzie ule mstari wa 10 Kutoka sura 17, nimeuweka kwa chini hapo. Kutoka sura 17, Mungu anamwambia Musa, wakati wana wa Israeli wanamlalamikia Musa, wanahitaji maji, wako jangwani, wana kiu. Na Musa akaenda kwa Mungu akasema, watu wanataka kunipiga mawe. Mungu akamwambia, chukua ile fimbo, simama mbele ya ule mwamba au jabali, jiwe, mimi nitasimama na wewe. Wewe utaupiga mwamba, mwamba utatoa maji na watu wataridhika na baraka ya maji. Muujiza wa jiwe kutoa maji. Unajua kisayansi, Mungu angemwambia Musa au apige ardhi, maji yatatoka chini, watu wangesema ni mito ya chini ya ardhi. Lakini Mungu alifanya muujiza ule kama ule wa kupasua bahari, jambo lisilowezekana kisayansi. Akamwambia, piga mwamba. Kutoka kwenye jiwe maji yakaanza kumiminika, na watu zaidi ya 2,000,000 wakanywa, wakaoga, wakalisha na wanyama wao, wakanywesha na wanyama wao, na kufanya matumizi ya kawaida ya usafi kwa njia ya maji. Sasa kesi nyingine, maana hapo ilikuwa Horebu kwenye Kutoka 17. Kesi nyingine ni Hesabu sura ya 20. Watu wakahitaji maji tena, maana unajua walikaa jangwani miaka 40. Watu wakahitaji maji tena, wakamlilia na kumlalamikia Musa. Musa naye akaenda kwa Mungu. Mungu akampa maelekezo tofauti kidogo na yale ya Horebu. Hapa panaitwa Meriba. Okay, Mungu akamwambia Musa, uwaambie mwamba utoe maji. Musa kwa kukariri kwamba mara ya mwisho tuliupiga mwamba ukatoa maji, safari ya pili Musa akaupiga mwamba utoe maji na maji akatoka. Lakini Mungu akakasirika, akasema, umeshindwa kunistahi, umeshindwa kutekeleza vile vile nilivyokuambia. Nimeheshimu jina langu na neno langu, nimeheshimu, nimetoa maji na Israeli wameridhika, wamekuwa satisfied, muujiza umefanyika. Lakini wewe umenidharau, wewe hukuniheshimu, hukunistahi. Wewe na Haruni hukunistahi, haukutekeleza vile vile nilivyosema. Mimi nilisema uambie mwamba utoe maji, wewe ukaupiga mwamba utoe maji na maji yakatoka. Ndio muujiza umefanyika, ndio matokeo umepata, lakini mimi sijafurahi na adhabu yake. Hautaingia Kanaani, hautawaingiza hawa watu Kanaani. Wewe na Haruni ndugu yako, kuhani mkuu, mtakosa mshahara wa kufanya kazi miaka 40. Hamtaingia kwenye nchi ya maziwa na asali, hamtaingia Kanaani. Katikati ya utumishi ndiyo matokeo tumepata, ndiyo watu wamefurahi, ndiyo sadaka zimeongezeka, ndiyo idadi imeongezeka, ndiyo kila mahali wanaongea kuhusu ule muujiza, kuhusu yale mafanikio, zile achievements, zile tuzo ulizopewa na kadhalika. Lakini Mungu, je, moyo wake una hali gani? Do you dare go check after the performance? Go check the heart of the master.
huwa unathubutu kurudi kuuchungulia moyo wa Mungu baada ya kufanya ulichofanya, baada ya kupata ulichopata, baada ya kutekeleza, baada ya kufanikiwa, baada ya kushinda, baada ya yote umepata matokeo mazuri, ndio huwa unarudi kucheki moyo wa Mungu. Inawezekana pamoja na matokeo Mungu hajakufurahia, umempunguzia utukufu, kama ile kesi ya kumponya Lazaro na kumfufua Lazaro. Nakwambia ndugu yangu, usijiamini kwenye mambo haya. Beba maombi ya toba, kwa sababu yamkini hatukufanya vile Mungu alivyotaka tufanye. Labda hatukufanya kwa style. Nilikwambia kuna vitu 12 vya kujichunguza, angalau viko 12, yamkini viko zaidi vya kujichunguza kama unatembea kwenye mapenzi ya Mungu. Nimevita vipengele vya mapenzi ya Mungu. Hivi mpaka Mungu akufurahie aseme umefanya mapenzi yangu, huwa anacheki nini na nini na nini. Nitakufundisha tutakapoanza mwezi Januari, mwezi wa kwanza wa mwaka, ili ujipange na kila kipengele ukiombee vizuri. Kutembea kwenye mapenzi ya Mungu kunataka usikivu wa hali ya juu. Kutembea kwenye mapenzi ya Mungu kunataka umakini. Kutembea kwenye mapenzi ya Mungu kunataka uangalifu. Maana huu moyo bwana, huu moyo ni rahisi sana kutoka nje ya mapenzi ya Mungu. Yeremia 17 mstari wa 9, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, tena una ugonjwa wa kufisha. Huku kwenye moyo huku kuna ugonjwa wa maangamizi. Kuna siku nitakufundisha magonjwa 12 ya moyo ambayo yanachangia sana kututoa kwenye mapenzi ya Mungu. Nilikuwa na kazia tu kipengele cha maombi ya toba. Don't trust yourself. Usijiamini, fanya toba. Usiamini macho yako yanachoona. Ndio unaona mafanikio, ndio unaona kuheshimika, ndio unaona kuinuliwa, ndio unaona kukubalika, ndio, lakini yamkini Mungu anaona tofauti na wewe. Shauku yetu katika kufanya kazi na kufanya utumishi huu duniani ni tuje tuambiwe, vema mtumwa mwema, ingia katika furaha ya Bwana wako. Mpaka Mungu amekwambia hivyo, atakukagua kama umefanya mapenzi yake. Haitoshi kupata faida lakini nje ya mapenzi ya Mungu. Haina stahili, haina heshima kama utapata matokeo wakati Mungu hajakufurahia. Mungu anaweza akaruhusu karama ifanye kazi, kipawa chako kifanye kazi, cheti chako kifanye kazi, leseni yako ifanye kazi, biashara yako ifanye kazi. Mungu anaweza akaruhusu, lakini wewe bado ukawa nje ya mapenzi ya Mungu pamoja na matokeo. Kuna watu wametenda miujiza na Mungu hajafurahi, akafuta jina lao kwenye kitabu cha uzima. Kuna watu wameendelea na karama ya unabii na unabii umetimia, na watu wanamtukuza Mungu kwamba kama mtumishi tunaye, kama kiongozi tunaye, kama mfadhili tunaye, kama msomi tunaye, kama mwanamichezo mahiri mleta tuzo tunaye, lakini Mungu hajafurahi. Kwa ni lazima mara zote ujifunze kurudi kwenye toba. Jisuuze tu hata pale unapoona ni sawa. We jisuuze tu kwa damu ya Yesu. Jimimine moyo wako, mwambie Mungu, endapo nilichofanya sivyo vile ulivyotamani, pamoja na matokeo niliyopata, ninaomba rehema, ninaomba toba. Zuia hasira yako, sema na mimi, nifundishe Bwana niyafanye mapenzi yako. Maana Yesu alituambia kwenye Mathayo 7, si kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu, bali ni yule anayeyafanya mapenzi ya Mungu. Thawabu yako haitatokana na karama yako tu, na utendaji wako tu, na mafanikio yako tu.
Thawabu yako inayoamua uzima wa milele itatokana na kama umepata matokeo katika mapenzi ya Mungu. Unaweza kupata matokeo nje ya mapenzi ya Mungu. Musa alipata matokeo, alitoa maji kwenye mwamba, aliviolate natural principles, alivunja kabisa kanuni za asili, akasababisha asili kufanya isivyo desturi yake, kama vile jiwe kutoa maji. Watu walishangilia, watu walimtukuza Mungu. Ingekuwa kwenye dunia ya leo, magazeti yote yangeandika. Ingekuwa kwenye dunia ya leo, taarifa za habari zingetoa hiyo habari. Mitandao ya kijamii, the internet could have been broken. Moses could have broken the internet. Internet ingepasuka kwa habari za Musa tu, kwamba jiwe limetoa maji kwenye huduma ya Musa mtumishi wa Bwana. Amepata faida kubwa, amekuwa milionea, bilionea, ameleta tuzo ya heshima, amefaulisha wanafunzi, ameponya wagonjwa, magonjwa yasiyo na tiba. Yaani ungekuwa na achievements nyingi, na magazeti yangeandika, mitandao ya kijamii ingeandika, taarifa za habari zingetangaza mafanikio yako, bunge lingekuita na kukupa heshima. Wakati Mungu anatingisha kichwa, anasema akitoka bungeni huyo aje ofisini kwangu tuongee. Alafu unakuta Mungu amekukasirikia pale ofisini, anauliza ulikuja kufanya mapenzi yako au mapenzi yangu? Alafu unashangaa, kumbe jambo lile lile Mungu alitaka ulifanye kwa namna nyingine ili yeye apate utukufu, au ulifanye eneo jingine, au ulifanye na mtu mwingine. Nitakufundisha hivyo vipengele, viko 12 vya kujicheki kama uko kwenye mapenzi ya Mungu. Wale tunaowasiliana kwa YouTube nitakurushia, wale tunaowasiliana kwa WhatsApp nitakurushia. Usijiamini, tuko kwenye maombi ya toba mwezi wa 12 ili kujikagua na kuomba rehema ili tuweze kurudi kwenye mapenzi ya Mungu. Fanya toba ndugu yangu. Ni mwezi wa kumshukuru Mungu, lakini pia ajenda ya pili ni maombi ya toba. Hayo ndio mambo ya muhimu ya kufanya katika kipindi cha mwisho cha msimu kama vile mwezi wa 12. Mungu akubariki sana kwa kuwepo tena leo. Kesho tutaendelea na kipindi namba 12. Leo imetulazimu kufanya vipindi viwili kwa sababu ya kuto kukata huu mtiririko. Hebu rudia na kurudia na kurudia tena, yasije yakakupata yaliyompata Musa, akapoteza mshahara wote wa utendaji kazi wake wa miaka 40 duniani, akakosa mshahara wa kuingia Kanaani. Hayakuwa mapenzi ya Mungu Musa afie jangwani. Mungu alitaka Musa wafikishe watu Kanaani, lakini akaleta pancha safarini. Mungu akamtoa, akamweka Joshua kuwa kiongozi wa msafara. Mungu akamwambia Joshua, Musa mtumishi wangu amekufa. Wewe sasa ambaye ulikuwa spare tire, wewe sasa ambaye ulikuwa plani B, inabidi sasa ushike usukani. Wewe ndio utakaye warithisha watu hawa nchi yao niliyowaahidi baba zao. We hodari, acha kupanic, be strong my boy. Ni wewe na hakuna mwingine, ni wewe. Jikusanye nguvu zako, we hodari na moyo wa ushujaa. Wewe utawarithisha watu hawa nchi yao. Musa is not on the picture, is not in the picture again. Musa hayupo. Kama ulikuwa unatoa ushauri kwake, Musa hayupo tena, ni wewe sasa. Joshua akashika hatamu, Joshua akashika usukani, Joshua akachukua nchi, akaanza kuongoza taifa. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo Mungu alikasirika. Na Yesu ametuangaliza kwenye Mathayo 7, kuna wengine wenu nitawakataa.
wamepata matokeo, wametoa unabii, wamefurumua mapepo, wametenda miujiza, lakini sijawafurahia. Miujiza imefanyika, unabii umetimia, watu wamefunguliwa, ndio, lakini waliotumika kama vyombo vya Bwana hawapo kwenye kitabu cha uzima. Na sikuwafuta ile siku ya mwisho, niliwafuta tangu wanaendelea kutumika. Yesu akawaambia, ondokeni kwangu, sikuwajua. Sio siwajui saizi, tangu mnatumika kwenye unabii nilishakufuta. Tangu unatumika kwenye miujiza nilishakufuta. Tangu unatumika kwenye deliverance na kufurumua mapepo nilishakufuta, ila karama iliendelea. Hiyo nitakufundisha siku nyingine. Inawezekanaje mtu awe na karama ya Roho Mtakatifu na amefutwa jina lake kwenye kitabu cha uzima? Lakini tunaiona hiyo habari wazi wazi kwenye Mathayo sura ya 7. Kwa Yesu mwenyewe anaongea. Toba ndugu yangu, usijiamini. Rudi mbele za Bwana kila wakati, na hii itakujengea sasa nidhamu ya kuuliza kabla hujatoka, nidhamu ya kuuliza kabla hujaenda kuwekeza, nidhamu ya kuuliza kabla hujajaza selection form, nidhamu ya kuuliza kabla hujautikia mwaliko, nidhamu ya kuuliza kabla hujaapply ile tenda, nidhamu ya kuuliza kabla hujakubali kile cheo au ile kazi mpya, nidhamu ya kuuliza kabla hujamhamisha mtoto shule, nidhamu ya kuuliza kwanza. Usiamini macho yako, usiuamini moyo wako. Nitakazia hiyo tutakapoanza mwezi wa kwanza kwenye mambo ya kufanya, kipindi cha kwanza cha msimu, mwezi wa kwanza wa mwaka. Mungu akubariki sana kwa kuwepo katika kipindi cha leo. Unaona, kila siku tunapiga hatua muhimu kabisa. Naamini unashukuru Mungu kwamba umekuwa msikivu kwenye kipindi hiki. Tutaombea macho yetu, tutaombea masikio yetu, tutaiombea mioyo yetu, tuweze kusikia kile Mungu anachotaka tusikie, na tukisikie vile Mungu anavyokisikia. Tuweze kuona kile Mungu anachotaka tukione tunapotazama. Unaweza ukatazama usione, lakini Mungu anataka ukitazama uone, na uone anavyoona yeye. Tuweze kuconceive, tuweze kupokea kwenye mioyo yetu kwa namna ile Mungu anavyotaka tupokee, na tuweze kutafsiri kwenye mioyo yetu vile Mungu anavyotaka tuelewe, ili tuweze kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Na siku ile tuambiwe, vema mtumwa mwema, ingia katika furaha ya Bwana wako. Mungu akubariki sana kwa kuwepo katika kipindi cha leo. Tutaendelea tena kesho tarehe 12 na mfululizo huu, mambo muhimu ya kuombea katika majira ya mwisho wa mwaka, namna ya kutembea na Bwana katika majira ya mwisho wa mwaka. Basi hapo chini kuna anwani ya YouTube channel yetu. Hebu copy hiyo link, sambazia ndugu jamaa na marafiki waweze kuungana na sisi kwenye maarifa haya na kwenye maombi haya. Hapo pia kuna namba ya simu, unaweza ukauliza maswali, unaweza ukatuma mambo yako ya kuombea, tuweze kushirikiana. Tungependa kubeba mizigo pamoja na wewe, ndio kazi ambayo Mungu ametupa. Lakini pia ukiguswa kusupport na kumshukuru Mungu kwa sadaka, kazi hii inahitaji gharama kubwa. Kwa hiyo jisikie kuwajibika. Mungu akikugusa, Mungu akikuwezesha, akikujalia neema, unaweza ukaachilia sadaka kwenye namba hiyo, na itakuwa imefika katika madhabahu takatifu ya Bwana. Na Mungu atakupa kutembea chini ya mbingu iliyo wazi, na Mungu atakupa baraka za kipekee maishani mwako, maana utakuwa umemtumikia pamoja na mimi, mwalimu wako Mgisa Mtebe. Barikiwe sana. Tukutane tena kipindi kinachokuja. Amen.